Sasa hivi tunawafanya Yanga wapoteze ule uwezo wao wa kushinda mechi nyingi mfululizo. Sasa hapo kuna fakta kama 4 hivi. Fakta ya kwanza, Yanga wao wenyewe kwamba sasa hivi kidogo kiasi fulani wamedrop uwezo. Sawa, wamedrop kwa kiasi fulani kwa sababu performance ambayo walikuwa wanatoa msimu uliopita na sasa hivi tofauti. Tunaposema drop au tufanya tu atuchikenga tukafanyisha timu zingine, bali tunachukua Yanga tunafanya na Yanga yenyewe. Kwa hiyo tukiangalia Yanga jinsi ilivyokuwa mara kwa msimu uliopita na msimu huu, Yanga inaonekana imedrop, na yote ni kwa sababu kwenye dirisha lao lilifanya alikuweza kuwalipa. Lakini jambo la pili, wachezaji wa Yanga wamekaa kwa muda mrefu, kwa hiyo wamekuwa na fatigue, mwisho siku imepelekea wao kwa na majeraha, kutokana na majeraha pia kwa mengi pia imekuwa na ikosi kutokuwa na ile upana, kwa sababu wachezaji wengi ambao wameumia ndani ya Yanga ni wale wachezaji ambao wa kikosi cha kwanza. Tukiangalia pale kama Depu, Dube, kuna kuna huyu Baka, kuna Dickson Jobu, wote ni first squad material. Kikosi cha kwanza ni first 11 material. Kwa hiyo sababu ya pili. Sababu ya tatu nafikiri pia ni ushindani, kwa sababu pia hivi vilabu vya madaraja ya kati sasa hivi vimekuwa na ushindani mkubwa, vinatoa test kubwa, kwa sababu hata wapinzani wengine wa Yanga kwa mfano Simba na Azam pia wamekuwa wakipewa game chafu na hizo timu za madaraja ya kati. Kwa hiyo pia hizi timu madaraja ya kati pia nao zimekuwa na improvement kubwa, zimekuwa na ushindani mkubwa. Yaani kiufupi kwamba ligi imekuwa na ushindani. Kile jambo la 4, Yanga sasa hivi kuna kitu kinachoitwa kwanza wao wenyewe, yani kwanza sasa hivi hata kocha wao ambaye wanaye kwamba sio kocha ambaye mzuri sana, kwa sababu ni kocha ambaye kwenye tactics amekuwa sio bora sana. Kwa kwenye tactics na technique amekuwa sio mzuri sana, kwa sababu huwa badiliki. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo pia inapelekea Yanga sasa hivi kuwa drop. Sababu ya 5, ratiba katikati ilikuwa imebana, kwa sababu ndani ya ligi kuu walikuwa back to back, kwa hiyo ikaanza fatigue kwa wachezaji. Ukiangalia mechi na Tabora kwamba tunaona kwamba Yanga kidogo tu pancha. Mara mwisho tumeona kwamba nani yule Mohamed Hussein Mohamed Hussein alikuwa fubeko pembeni kati ya Mohamed Hussein au nani mmoja hapo au Irza. Kuna mmoja alipata majeraha, nafikiri kwa Irza alipata majeraha akatolewa, ndo akaingia ule yao kwa Siatola. Kwa hiyo pia fatigue nao pia ilichangia. Umeona? Kwa hiyo hizo ndio sababu kubwa ambazo zinazofanya Yanga sasa hivi ni kama drop, lakini pia wapinzani wao sasa hivi nao wanazidi kuona improvement. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna kazi kubwa, lakini nafikiri Yanga tukifanya sasa hivi inatakiwa wafanye maboresho na marekebisho baadhi ya sehemu, kama vile kwenye eneo la kocha bado, kwa sababu inaonekana anawapa wachezaji majukumu ambayo sio. Lakini jambo la pili, inabidi atafuta wachezaji wengine ambao wataweza kuingia na kikosi ambao ni bora, ambao wataweza kuwa wanafanya changes au watakuwa wanafanya substitution na wachezaji ambao wapo, kwa sababu wachezaji wengi wa Yanga na wachezaji wa muda mrefu, kwa inabidi wapate wachezaji ambao wakutoana nao. Kwa hiyo nafikiri akifanya maboresho hayo kwenye usajili na vitu vingine, nafikiri itakuwa ni kitu bora zaidi. Nafikiri wanaweza kurudi katika mbio zao za ubingwa.